Habari kwa kina. Mtazamaji wa Nje ya Box TV, hii ni habari kwa kina na moja kwa moja tunaelekea Tanzania ambapo shilingi ya Tanzania yazidi kuporomoka. Benki Kuu ya Tanzania yatoa ufafanuzi juu ya swala hili. Utakuwa na mimi Christina Mbalku. Kumekuwa na mjadala mkali nchini Tanzania kwa karibu juma moja sasa kuhusu hali ya shilingi ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Mjadala unabebwa na taarifa zilizoeleza kwamba shilingi ya Tanzania ndiyo sarafu inayofanya vibaya zaidi duniani kwa sasa, ikihusisha mwenendo huo na kuongezeka kwa uingizaji wa bidhaa kutoka nje. Ongezeko la deni la taifa na kisi ya ulari wa malipo ya kawaida pamoja na utekelezaji wa miradi ya miundombinu ikiwemo ujenzi wa bandari ya Bagamoyo ambao bado haujaanza. Benki Kuu ya Tanzania BOT imekanusha madai haya ya kwamba shilingi ya Tanzania ndio inafanya vibaya zaidi duniani kwa sasa. Hata hivyo, taarifa ya gavana wa BOT Emmanuel Tutuba inakiri kwamba mwenendo wa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani katika kipindi cha miezi 12 iliyopita hadi sasa, shilingi ilishuka kwa 3.6%. Thamani ya sarafu na vigezo vya upimaji wake. Thamani ya sarafu huhusisha kiwango ambacho sarafu moja inaweza kubadilishwa na nyingine mara nyingi ikilinganishwa na dola ya Marekani, na sarafu huwa na mabadiliko ya kupanda na kushuka thamani. Njia ya kawaida ya kujua thamani ya sarafu au kuithaminisha sarafu ni kupitia kiwango chake cha ubadilishaji, ambao kinaonyesha ni kiasi gani cha sarafu moja kinaweza kubadilishwa na sarafu nyingine. Ukiacha mipango ya kiuchumi ya nchi kwa mtu mmoja, hili ni muhimu kuelewa jinsi viwango vya ubadilishaji huamuliwa na nini huchochea kubadilisha kwake kunaweza kukusaidia kunufaika zaidi na pesa zao unaposafiri nje ya nchi au kutumia pesa kuvuka mipaka ya nchi. Katika uchumi, mifumo ya viwango vya ubadilishaji vinaweza kuwa vya kudumu au vinabadilika viwango vya kudumu. Vinahusishwa na sarafu moja au kikapu cha sarafu kwa ajili ya udhibiti, ili hali viwango vinavyobadilika hubadilika kulingana na upatikanaji na mahitaji sokoni. Thamani ya sarafu huamliwa na kiasi kikubwa cha upatikanaji na mahitaji yake katika soko la fedha za kigeni. Ni sera inayotumika na mataifa mengi ikiwemo Tanzania, huacha soko liamue thamani ya sarafu ya nchi. Ikiwa mahitaji ya sarafu yanaongezeka, thamani yake hupanda, na kinyume chake. Kwa kifupi, bei ya sarafu itapanda ikiwa mahitaji yatakuwa juu na bei itashuka ikiwa mahitaji ni ya chini. Sarafu zenye thamani kubwa ndio sarafu zenye nguvu kubwa, ambapo nguvu ya sarafu inatafsirika kama daftari la ripoti ya fedha ya nchi. Inaonyesha afya ya kiuchumi, utulivu na nguvu ya biashara ya kimataifa ya nchi. Kwa kawaida, watu wengi huamini kuwa sarafu yenye thamani kubwa ni ile inayoweza kubadilishana kwa kiwango cha juu dhidi ya dola ya Marekani au sarafu nyingine kuu. Hili lina ukweli wake, lakini thamani ya sarafu huathiriwa na mambo mengi zaidi, yakiwemo haya matatu makuu. La kwanza ni nchi zilizo na uchumi thabiti na mfumo wa bei wa nchi huwa na sarafu zenye nguvu zaidi. Wakati bei ni thabiti na uchumi unaweza kukua kwa kasi, sarafu ya kawaida hufuata mkondo huo. Cha pili ni hifadhi ya fedha za kigeni. Ni kigezo muhimu ni kwa namna kiasi cha fedha za kigeni kinachoshikiliwa na benki kuu ya nchi kinaweza kuathiri thamani ya sarafu yake. Akiba kubwa inaweza kusaidia kuimarisha sarafu dhidi ya shinikizo la soko, anasema Beatrice Kimaro, mchumi kutoka Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Akiba hii ya fedha ya kigeni hutumika kuingilia katika soko la ndani la fedha za kigeni ili kuleta utulivu pale ambapo haupo, pamoja na kufanya malipo ya fedha za kigeni. Aidha, uwiano wa biashara ni muhimu kuzingatiwa wakati nchi inapouza nje zaidi kuliko inachoagiza.
Huisaidia kutengeneza zaidi ya biashara. Kwa kufanya hivyo, huimarisha sarafu yake ili kuimarisha wanunuzi zaidi wa kigeni wanahitaji sarafu ya ndani na hivyo kuongeza thamani yake na nguvu yake sokoni. Kwa ripoti za mashirika ya fedha za kimataifa kama IMF na Benki ya Dunia, sarafu zenye thamani kubwa zaidi duniani zinajumuisha sarafu ya KWD, BHD, OMR, pauni ya Uingereza, GBP na GOD. Kwa msingi huo, sarafu kama KWD, BHD na OMR zinaendelea kuwa na thamani kubwa zaidi duniani kwa sababu ya hifadhi kubwa ya fedha za kigeni kama moja ya sababu. Lakini zaidi pia wanabebwa na hifadhi zao za mafuta na sera thabiti za kifedha zinazosimamiwa na serikali zao. Ufanisi wa kufanya vizuri kwa sarafu. Thamani ya sarafu ni swala pana zaidi ya ubadilishanaji wake dhidi ya dola ya Marekani. Ni muhimu kutofautisha kati ya sarafu yenye thamani kubwa na sarafu inayofanya vizuri zaidi kwa sababu ni vipimo viwili tofauti. Sarafu inayofanya vizuri ni ile inayoongezeka thamani kwa kasi ndani ya kipindi fulani hata kama bado ina kiwango cha chini cha ubadilishanaji ama thamani yake iko chini. Vigezo vinatumika kupima kasi ya kuongezeka kwa thamani ya sarafu ni pamoja na kiwango cha ubadilishanaji wa sarafu, uwekezaji wa kigeni, urali wa malipo, mfumuko wa bei na sera za kifedha za Benki Kuu. Je, shilingi ya Tanzania inafanya vibaya? Kwa kuzingatia vigezo vya kupima thamani ya sarafu na takwimu za hivi karibuni, shilingi ya Tanzania haionyeshi kufanya vibaya sana kama inavyotajwa. Imekuwa ikishuka na kupanda kwa viwango visivyotisha. Vigezo vinahusisha uchumi wenyewe, utulivu wa bei, kupungua kwa nakisi ya urali wa malipo ya kawaida na uimara wa sekta ya fedha ni muhimu kwenye kuipima thamani ya shilingi ya Tanzania na kufanya kwake vizuri ama vibaya. Kumekuwa na kupanda na kushuka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita mpaka kufikia Machi 2025. Katika kipindi hicho, shilingi ilishuka thamani kwa 3.6%, lakini kuanzia Julai hadi Disemba 2024, shilingi iliongezeka thamani kwa 9.51%. Kwa mujibu wa gavana Benki Kuu ya Tanzania, Emmanuel Tutuba, hiyo ilifanyika kuwa sarafu iliyofanya vizuri zaidi duniani kwa kipindi hicho, kabla ya kubadilika tena kuanzia Januari 2025 na kuanzia Januari 2025 kama BOT ilivyobainisha kwamba kulitokana na mzunguko wa msimu wa mabadiliko ya fedha za kigeni nchini na sera ya fedha za kigeni ya BOT inayoruhusu kubadilika kwa thamani ya sarafu kulingana na nguvu za soko kama ilivyo nchi nyingine. Thamani ya shilingi ya Tanzania inaendelea kuamuliwa na nguvu ya soko na upatikanaji wa fedha za kigeni sokoni, huku Benki Kuu ya Tanzania BOT ikishiriki kwa kiwango kidogo kupitia sera za kifedha. Kuimarika kwake na kufanya vizuri kwake dhidi ya dola ya Marekani mwishoni mwa mwaka jana, udhibiti wa mfumuko wa bei na ongezeko la akiba ya fedha za kigeni ni viashiria vya uchumi unaoimarika, anasema Kimaro. Hili la uchumi kuimarika limebebwa na ukuaji wa kasi wa uchumi wa kiwango cha 5.4 mwaka 2024 ambao si haba, na kupungua kwa nakisi ya urari wa malipo ya kawaida hadi kufikia 2.7 ya pato la taifa kwa mwaka 2024 kutoka 3.7 miaka miwili iliyopita, yani 2023. Hilo linaipa thamani shilingi ya Tanzania kunakobebwa pia kuimarika kwa mauzo ya nje, hasa katika sekta ya kilimo, madini na utalii katika kipindi husika. Ingawa shilingi ya Tanzania imepungua thamani kwa kiasi fulani, hiyo haimaanishi kuwa ni mojawapo ya sarafu zinazofanya vibaya zaidi duniani. Hali ya uchumi wa dunia, uwekezaji wa kigeni na sera za kifedha ndizo zinazoamua mwenendo wa sarafu. Badala ya kuhofia kuporomoka kwa shilingi ya Tanzania, ni muhimu kuelewa vyanzo vya mabadiliko haya na kuchukua hatua za kuimarisha uchumi ili kuhakikisha sarafu inakuwa thabiti kwa muda mrefu.
kwa sababu shilingi ilifanya vizuri mwishoni mwa mwaka hadi Disemba, lakini ulipoanza mwaka imeonyesha kuyumba. Ni lazima kudhibiti uimara wa nguvu yake kwa muda mrefu. Analosema mchumi huyo linawezekana kuwa la muhimu kwa mamlaka za kifedha zinazoendelea kufuatilia na kushughulikia changamoto zinazoweza kuathiri udhabiti wa shilingi katika muda mrefu. Hakuna njia ya mkato kwenye eneo hili. Inapaswa kuendelea kudumisha udhabiti wa uchumi kupitia sera za kifedha zinazotekeleza, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha utulivu wa bei ya shilingi ya Tanzania. Hii ilikuwa ni habari kwa kina. Langu jina ni Christina Mbaloko. Usisahau kusubscribe, kulike na share ili wa kwanza kupata notification. Habari kwa kina.